Swali kuu sasa ni iwapo makubaliano yoyote kati ya Marekani na Irani yanaweza kutoa kile ambacho nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba hatimaye zinataka. Jibu la Katari limejikita katika kupunguza mivutano, ushirikiano wa kikanda na kulinda mtiririko wa nishati duniani. Majidi Al-Ansari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Katari, alisema katika mkutano na waandishi wa habari Aprili 14 kwamba kipaumbele cha haraka cha Doha ni kuimarisha usitishaji mapigano na kuwa amani ya kudumu. Doha pia imetoa wito wa kuwepo kwa mfumo mpana wa kikanda wa mazungumzo ambayo hayatajumuisha mataifa ya Ghuba na nchi zilizounganishwa kwenye eneo hilo kupitia mnyororo wa ugavi. Moja ya matakwa makuu ya Katari ni kulinda usalama wa baharini. Bwana Ansari alielezea kuendelea kwa biashara kupitia mlango bahari wa Hormuz kama muhimu kwa usalama wa kimataifa na akakataa matumizi ya kifungu hicho kama chombo cha shinikizo au mazungumzo. Katika mkutano mwingine na waandishi wa habari mnamo Aprili 21, alisema kuwa kuhakikisha usafirishaji kwenye njia ni jukumu la pamoja kwa nchi zote, sio jukumu la nchi moja pekee. Katari ilisema imeunga mkono juhudi zinazoendelea za upatanishi na kuzungumzia uratibu wa hali ya juu na Pakistani, Marekani na wapatanishi wengine, ingawa haijatoa maelezo zaidi. Kwa upande wa Saudi Arabia, licha malengo ya dira ya 2030 ya kuleta mseto wa uchumi wa Saudia, mafuta yanasalia kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa nchi hiyo. Hatari ya kuendelea kwa mgogoro inaweza kuhatarisha zaidi mchakato wa mabadiliko ya uchumi wa nchi. Ingawa vita hivyo vimefichua vikwazo vya makubaliano ya 2023 kati ya Saudi Arabia na Irani yaliyosimamiwa na China, nchi hizo mbili zimedumisha mawasiliano ya kidiplomasia. Hata hivyo, ripoti kwamba mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salmani amehimiza Washington kuendelea kuishambulia Irani zinaonyesha kuwa Riyadh huenda ikapendelea ushindi wa kijeshi. Mohammed bin Salmani alionya mwaka 2018, ikiwa Irani itapata bomu la nyuklia tutafuata njia hiyo hiyo haraka iwezekanavyo. Wasiwasi mwingine wa Riyadh ni uungaji mkono wa Teherani kwa vikosi vya mawakala wa kikanda, haswa Houthi katika nchi jirani ya Yemen. Nchi hii ya Ghuba ya Uajemi huenda ikapoteza mojawapo ya njia zake muhimu za kusafirishia mafuta ikiwa Wahouthi watatekeleza tishio la kufunga mlango bahari wa Bab al-Mandab. Bahrain nayo iliunga mkono kusitishwa kwa mapigano na kufunga tena sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Nchi hiyo ilitoa wito wa kukomeshwa mara moja na kikamilifu kwa mashambulizi yote ya chuki na yasiyochochewa na Irani. Kwa upande wa Kuwait, iliunga mkono usitishwaji wa mapigano Aprili 8, ikiunga mkono juhudi za upatanishi, ikisema mchakato huo unapaswa kuleta makubaliano ya kina na ya kudumu ambayo yanaimarisha usalama wa kikanda. Kuwait ilitoa wito kwa haraka na waathirika wake kusitisha mara moja vitendo vya uhasama, kuheshimu mamlaka ya nchi na kujiepusha na vitendo vinavyodhoofisha uthabiti wa kikanda. Waziri wa mambo ya nje wa Kuwait, Sheikh Jarati Jebel Al-Ahmadi Al-Sabahi alipinga juhudi za Irani kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, akisema njia hiyo ya maji iko chini ya mkataba wa Umoja Mataifa wa mwaka 1982 wa sheria ya bahari ambayo unahakikisha haki ya kupita. Katika mkutano wa kimataifa kuhusu mkondo wa bahari mnamo Aprili 17, Kuwait ilisisitiza haja ya kuzidisha juhudi za kulinda usalama wa baharini na kuhakikisha kuwa Irani inafuata sheria za kimataifa. Kuwait pia ililaani matumizi ya Irani ya makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani drones kulenga miundombinu na mali za kimkakati katika nchi za Ghuba ya Uajemi. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE miongoni mwa nchi za GCC, umoja huo wa Falme za Kiarabu umechukua msimamo mkali zaidi wa kukosoa Irani, ikishutumu Teherani kwa uchokozi usio na msingi na usio halali. Abu Dhabi pia imekataa vikali simulizi ya Irani kwamba mashambulizi yake yalikuwa ya kulipiza kisasi. Katika jibu la tahadhari kwa usitishaji vita, UAE ilitoa wito wa uvamizi zaidi ili kuhakikisha dhamira kamili ya Irani ya kukomesha mara moja ya uhasama wote katika eneo na ufunguzi kamili na usio na masharti wa mlango bahari wa Hormuz. Abu Dhabi pia ilitoa wito wa hatua kamili juu ya uwezo wa nyuklia wa Teherani, makombora ya balistiki, ndege zisizo na rubani, nguvu za kijeshi na washirika wake na vikundi vya kigaidi vilivyounganishwa. Pia imetoa wito wa kukomeshwa kwa vita vya kiuchumi vya Irani na uharamia katika mlango bahari wa Hormuz. Anwar Gargashi, mshauri wa rais wa UAE, pia alidai
Pia alidai fidia kutoka kwa Irani katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X mnamo Machi 29. Abu Dhabi ilitishia kuungana na juhudi za Marekani za kulinda mlango bahari wa Hormuz ili kukabili utawala ambao umekuwa tishio kuu kwa usalama wa Ghuba ya Uajemi. Kwa upande wa Oman, ambayo ina historia ndefu ya upatanishi kati ya Washington na Teherani, siku zote imekuwa mtetezi mkali zaidi wa kudorora kwa pande zote mbili na imefuta njia hii ndani ya mfumo wa sera yake ya nje ya urafiki kwa wote na uadui kwa yeyote. Muscat pia imekuwa na msimamo mikali zaidi dhidi ya Marekani miongoni mwa wanachama wa GCC, kiasi kwamba waziri wa mambo ya nje wa Oman Badri Busaidi, baada ya kuanza mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, alionyesha kutofurahishwa na Washington kwa kuvuruga mazungumzo ya kabla ya vita. Akihutubia Marekani alisema hivi sio vita vyenu. Matamshi yake yamekuja huku kukiwa na uvumi kwamba Israeli ndiyo iliyochangia uamuzi wa Donald Trump kuishambulia Irani. Muscat inasawazisha wanachama wake katika Baraza la Ushirikiano la Ghuba na uhusiano wake na Irani. Omani ilikaribisha usitishwaji wa mapigano, lakini ilitaka kukomeshwa kwa kudumu kwa njia ya vita katika eneo hilo. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa Omani na Irani zinafanyia kazi itifaki ya pamoja ya kufuatilia usafiri wa baharini katika mlango bahari wa Hormuz. Mnamo Aprili 4, maafisa wakuu wa Omani na Irani walijadili chaguo zinazowezekana za kuhakikisha mtiririko wa trafiki kwenye njia ya maji.